Ujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, tunakusalimu tena mahali popote pale ulipo, huku tukikutakia kila laheri. Samani maana huwa kwa sasa tunahoma kulingana na moshi za mabomu huko kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo tunaomba muweze kutuia radhi kulingana na hali ya afya nayo si nzuri. Lakini katika tuliokuandalia leo hii ni kwamba baada ya Senate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuondoa yale majukumu yaliyokuwa kimshutumu rais wa zamani Joseph Kabila, sasa imezua mijadala nyingi kwenye baadhi ya raia. Ripoti kamili imekuja naye Chubi Ngorombi. Ndugu msikilizaji, mengi nikombe ungana nasi, usikose kuweza kujiabone, uweze kusubscribe na ili uwe kwanza kupata yale ambayo tutakuwa tukiyatangaza. Mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo. Na ndugu msikilizaji, na kama nilivyokujuza, tuanzie huko maeneo ya Masisi ambako zaidi ya raia 900 ambako wamehama kwenye eneo la Bwito wakihamia eneo la Bambo huko Ruchuru, kulingana na mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo kwenye maeneo kadhaa ya huko kwenye maeneo ya Ruchuru na Masisi, ndugu msikilizaji. Lakini pia baada ya mashambulizi hayo huko kwenye maeneo ya Rugezi na Mikenge kwenye milima mikubwa ya tarafa la Fizi na Mwenga na Uvira, kumeweza kuripotiwa mapigano nyingi hivi karibuni, takriban siku 4 baada ya mapigano ya kirindima, risasi kubwa kubwa na risasi ndongo ndongo, na hivi karibuni ni zaidi ya takriban watu 3,000 ambao wameweza kufariki dunia, huku ikihesabiwa ni kwenye ngambo ya maadui ni zaidi ya watu 2,000 na zaidi. Lakini kwa upande wa raia au kwa upande wa wazalendo, lakini pia na raia wa kawaida, ikiwa ni zaidi ya watu 800. Na ndugu msikilizaji, kwa upande mwingine ni kwamba baada ya chama cha PPRD kuweza kuzuiliwa na kutokuendesha tena makazi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi kuzuiliwa kwa aliyekuwa rais wa zamani wa DRC ambaye ndiye kiongozi mkuu wa chama hicho cha PPRD, Joseph Kabila. Lakini hivi karibuni hapo jana mwenyewe ameweza kutoa hotuba kwenye taifa, huku akishutumu serikali ya DRC na kuzungumza mwenyewe kuwa hivi karibuni ataweza kuwasili kwenye nchi ya DRC, huku akitumia mji wa Goma ulioko mashariki mwa DRC. Hali hiyo imezua wasiwasi nyingi kwenye raia wanaoishi mashariki mwa DRC, hasa kwenye raia wa jiji la Goma. Chubi Ngorombi ni mwandishi wa habari kutoka huko Goma, ameweza kuandalia ripoti kamili. Baadhi ya raia waathiriwa wa vita mkoani Kivu Kaskazini wamejulisha mtazamo wao kufuatia shutuma dhidi ya Joseph Kabila. Nina furaha sana kwa kuondoa kinga ya bwana Kabila, kwani bwana Kabila ameingia mvitu mbaya sana. Lakini kwa sasa mimi sione kama hiyo ndio solution. Kwa nini? Kuna sasa hitaji kubwa la umoja kati ya wakongomani. Mpaka leo hatumuelewe kabisa. Wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi aliyeko madarakani DRC wametaka pia mahakama ya kijeshi ifanye kazi yake dhidi ya rais wa zamani wa DRC. Gise Kapila, mmoja wa viongozi wa chama cha UDPS mkoani Kivu Kaskazini, hapa amejulisha na anajua siri yote ya nchi yetu, na kwa nini alijipatia ile jukumu ya kwenda kuunga mkono waasi waeze wakamuondoa ile ukingo yake, na yule itapatia wanasheria njia ya kumkamata na kumsikiliza. Lakini wanasiasa wa chama cha PPRD wanaomuunga mkono Joseph Kabila mashariki mwa DRC nao wamezungumziaje maamuzi haya ya bunge la Senate DRC dhidi ya Joseph Kabila? Ezekias Muhaya ni mmoja wa viongozi wa PPRD Kivu Kaskazini. Tena wamekula rushwa kwa ajili ya kudanganya eti wamemuondoa Kabila kinga lake, na bado yeye katiba linasema yeyote aliyemaliza muhula wake wa kwanza wa pili wa kuchaguliwa na anapeana madaraka pasipo fujo anaitwa Senate. Haya yanajiri wakati raia waishio mashariki mwa Kongo wanalalamikia wanasiasa wa DRC kuzungumza ili kupata suluhisho ya kuimarisha amani na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia. Na huyo ni mwenzangu Chubi Ngorombi aliyekuandalia ripoti kamili kutoka huko Goma, ndugu msikilizaji. Na kufikia hapa kabisa ndio ninakwenda kutamatisha yale niliyokuandalia leo, siku hii ya leo. Maana kama nilivyokujuza, hali si nzuri kabisa, hali ni mbaya kulingana na namna tunavyozidi kutamba kwenye baadhi ya maeneo, kwenye baadhi ya shamba za mapigano, imesababisha kabisa hali kuwa si nzuri kulingana
kutokana na baadhi ya moshi ambazo tunapitia huko za mabomu, lakini pia baadhi ya zile unga za risasi zinasababisha afya yetu kuwa si nzuri kulingana na kutokuzoea hali hiyo. Na ndugu msikilizaji, kufikia hapa ndio tunakwenda kutamatisha yale tuliyokuandalia siku ya leo, lakini tukizidi kusisitiza ni kwamba wazalendo wanapitia hali ngumu, wazalendo wanaendelea kupitia hali ngumu. Endapo na msaada wako wote ule, unaweza kutuma kwenye nambari yetu hiyo ya WhatsApp ambayo inaonekana hapo chini, lakini pia endapo unaweza kututumia message hiyo ndio nambari yetu ya WhatsApp na ndio nambari yetu ya kawaida. Ni kwamba wazalendo wanapitia hali ngumu, hali ya mabashi, yani vile vifuniko vya mvua. Kwa sasa tunaona mvua inaelekea kwenda kupungua, lakini kinachosumbua wazalendo kwa muda huu ni chakula, yani mpunga, ile mbwabwa, mchele sasa imeisha, na baadhi ya mahitaji mengine kama viatu ndivyo vinakuwa vikiwasumbua. Kwa hiyo endapo una kidogo yako ile, usisite, huwa tunapokea misaada nyingine kutoka kwenye baadhi ya wazalendo wengine walioko huko nje ya DRC, yani wamoja wakiwako huko Marekani, Australia na wengine wakiwa huko Canada. Tunapokea michango yao kabisa. Na wewe endapo una mchango wako wote ule, usiudharau, maana watoto wetu wanateseka vibaya huko vitani. Muda si punde utakwenda kuona video za watoto namna gani wanavyofanya kazi. Ndugu msikilizaji, nikombe tu hapo ulipo usisahau kuweza kujiabone ili uwe ukipata kila neno, kila jambo linapotokea kwenye television yako. Ndugu msikilizaji, mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, sauti ya mzalendo. Nikombe tu ungana nasi mwanzo hadi tamati.